katika mahojiano ambayo ameyafanya waziri mkuu mstaafu na jaji wa viwango mzee wetu Sinde Warioba. Ukiniambia uchambuzi wangu mimi kama mwanahabari ninayefuatilia masuala ya kisiasa kuhusiana na kile ambacho amekisema jaji Warioba, hilo ni kongole kwake na amezungumza mambo mengi ya msingi. Lakini katika haya ambayo amezungumza jaji Warioba, kwangu mimi mbali na pongezi na mambo ya msingi, nina mambo mawili ambayo nafikiri pia lazima tuyatafakari. Kumbuka wiki moja ama siku chache kabla mzee wetu Warioba hajaja hadharani kuzungumza haya, alikuwa na kikao na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kile kikao kulikuwa pia na mazungumzo ya faragha. Sasa je, haya ambayo ameyasema hadharani hakumshirikisha rais katika mazungumzo ya faragha? Lingine ambalo mimi naona sasa kwa mawazo yangu kama mwanahabari, alichokisema mzee Warioba kinakuwa trending, lakini kwa namna moja ama nyingine pia kinaleta pengine taharuki kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wakati huu tayari kuna tume na yeye kwa nafasi yake anaweza kufika juu na kushauri tume na nini. Pengine ingekuwa ni kwa mawazo yangu mimi, angeenda moja kwa moja kwenye tume kwa kutumia njia zake kama mkongwe na aliwahi kuwa kiongozi mwandamizi serikalini na kuzungumza kuliko pengine kueleta haya kwa wakati huu. Pengine labda yanazua taharuki. Amezungumzia kuhusiana na kile ambacho kilijiri Oktoba 29. Lakini tayari kuna tume imeundwa ambapo kazi ya tume ni kuchunguza pamoja yale yaliyojiri pamoja na watu ambao wamefariki. Yeye jaji Warioba tayari ametoka na takwimu zake ambazo pengine ni rasmi ama si rasmi, kusema kwamba waliokufa ni wengi zaidi ya vita ya Kagera. Of course kusoma kwenye Wikipedia waliokufa kwenye vita ya Kagera wa Tanzania ni 363. Sasa kwa mujibu wa jaji Warioba, maana yake tuna zaidi ya Watanzania 363 waliokufa Oktoba 29 kwa sababu ya takwimu jinsi ambavyo zinaonyesha. Sasa swali la kujiuliza hapa ni kwamba tume inapaswa kumfuata jaji Warioba ili aweze kushirikiana naye kwa hizo takwimu ambazo yeye amezitoa, ama pili katika hizo source na jaji Warioba ni mtu makini, ni waziri mkuu mstaafu, so tunategemea ni amepata hizo takwimu katika trusted source. Je, hizo trusted source zina link vipi na tume sasa ili kuisaidia tume?